Naitwa Rebecca Giumi, ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative. Siku ya leo tumekutanisha wasichana au wanawake vijana viongozi ili kuweza kufanya tafakuri ya miaka 30 baada ya mkutano wa Beijing. Mkutano wa 4 wa dunia ambao uliangazia masuala ya wanawake. Lengo kubwa la mkutano huu ni kuhakikisha wanawake vijana wanapata sehemu ya kuweza kufahamu masuala gani ambayo yalizungumziwa katika mkutano huu ambao umeendelea kuongoza nchi mbalimbali ikiwemo nchi yetu ya Tanzania kwenye maazimio ya kufikia ajenda ya usawa wa kijinsia. Ambapo baada ya kufahamu swala hilo ni wao pia kuweka maazimio kama wanawake vijana ambao wanaishi sasa kwenye karne hii, wanafikiri ni masuala gani ambayo yanatakiwa kuendelea kufanyika ili kuhakikisha tunaweza kufikia ajenda ya usawa wa kijinsia kwa haraka zaidi. Kama ambavyo tunafahamu kutokana na takwimu ambazo zilitolewa na Jukwaa la Uchumi la Dunia au World Economic Forum, wamesema kwamba inaweza ikachukua takriban miaka 133 mpaka kuweza kufikia usawa wa kijinsia. Maanake tunazungumza karne takriban 5 zijazo kama tutaweza kuchukua hatua kwa haraka zaidi. Kwa sisi tunafikiri wanawake vijana wana nafasi kubwa sio tu ya kushiriki lakini kuonesha uongozi kwamba ni namna gani tunaweza tukaifikia ajenda hii ya usawa wa kijinsia, lakini tukijikita zaidi kwenye swala la upatikanaji wa elimu, hasa elimu kwa mtoto wa kike. Tumeangalia hatua ambazo nchi yetu imepiga kwenye eneo la upatikanaji wa haki ya elimu kwa mtoto wa kike, ikiwemo swala la sera ya elimu na mafunzo ambayo ilizinduliwa mwaka huu. Lakini kuangalia pia katika sera hiyo takwimu zinatuambia nini kuhusiana na watoto wa kike kuweza kubaki shule na kuendelea na elimu ya juu. Kifupi tu ningependa kusema na kwamba Tanzania imefikia usawa linapokuja kwenye swala la udahili kwa watoto wa kike na wa kiume. Bado tuna changamoto ya watoto wa kike wengi kumaliza elimu ya sekondari na elimu ya sekondari ya juu kwa maana ya lower secondary education na advanced level kwa maana form 5 na 6. Lakini vile vile ukiangalia aina ya masomo ambayo watoto wa kike wanasoma, bado watoto wa kike wengi hawapo kwenye masomo ya sayansi. Kwa hiyo inafanya hata mchango wao kwenye uchumi mkubwa wa nchi unakuwa mdogo. Kwa hiyo tunatamani kuona haya yanazungumzwa lakini wasichana wanakuwa sehemu ya kutoa uongozi na kuhakikisha tunaenda kwa haraka zaidi kwenye ajenda ya niseme tu kwa kweli moja ya kitu ambacho tunapenda kujivunia na tumekisisitiza leo kwamba ni muhimu kujua historia ya nchi yetu ni mchango mkubwa wa wanawake wa Tanzania kwenye mkutano huu wa Beijing. Ukiongozwa na Mama Gertrude Mongella, lakini tunafahamu kwenye ule ujumbe uliotoka kwenye nchi yetu, Mheshimiwa Rais alikuwa ni mmoja ya wanawake walioshiriki kwenye mkutano huu kipindi hicho, na nchi yetu iliipa heshima sana mkutano huu kupitia kupokelewa rasmi kwa ujumbe na aliyekuwa rais wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi hiko, Mheshimiwa Mkapa. Tunachokiona miaka 30 baada ya Beijing, pamoja na kwamba kuna hatua tumepiga kwenye maeneo mbalimbali kama nchi kwenye kuhakikisha haki na ustawi wa wasichana unafikiwa, ikiwemo kuhakikisha swala kama la elimu kama ambavyo linaonyeshwa kwenye katiba linawekwa pia kwenye sheria na miongozo mingine, lakini vile vile kuridhia mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa zinayotoa haki hii ya muhimu. Bado tunaona kuna changamoto kwenye maeneo ya wasichana kuweza kufikia haki hii ya elimu. Moja ya changamoto kubwa ni mtazamo hasa wa jamii na wazazi, hasa katika jamii zetu za vijijini kuhusiana na haki ya elimu kwa mtoto wa kike na thamani ya mtoto wa kike. Na eneo lingine ni kuwepo bado kwa sheria na sera kandamizi, ikiwemo sheria ya ndoa ambayo tunaona inatoa mwanya kwa watoto wa kike kuolewa chini ya umri wa miaka 18. Lakini vile vile tunaangalia namna ambavyo bado pamoja na kwamba kwa kweli ukienda vijijini huduma hii imesogezwa sana kwenye maeneo mengi. Sasa hivi shule nyingi zimejengwa. Lakini bado kuna maeneo mengi ambayo wasichana wanatembea umbali mrefu kutoka nyumbani kwenda shule, na hivyo kuwanyima fursa ya kubaki shule na kusoma na kuhakikisha wanapata haki ya elimu. Kwa majina naitwa Helen Sisia, na moja ya changamoto ambayo
wasichana wanapitia. Changamoto ni nyingi, lakini moja ya changamoto ambayo wasichana wanapitia, na nikihusianisha na kilichotuleta hapa leo wanawake vijana viongozi, ni pamoja na masuala ya mimba za utotoni. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana ya mimba za utotoni, na of course kwa sasa hivi tuna utekelezaji wa swala zima la wasichana kurudi shule, lakini bado ndio maana tuko mahali hapa tukitaka tufanye uchechemuzi na kusaidia kuhakikisha kwamba swala zima la wasichana kurudi shule linakuwepo kisheria, lisiwe linatekelezwa tu hivi hivi. Kwa hiyo moja changamoto kubwa ni mimba za utotoni. Kwenye swala zima la wasichana kupata changamoto ya ujauzito, na hasa wakiwa bado shuleni, of course kumekuwa na jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba wasichana tunapunguza hiyo rate wa wasichana kupata ujauzito wakiwa wadogo, lakini pia kumekuwa kuna jitihada za kuhakikisha wale wanaopata ujauzito wanarudi tena shule. Lakini kama ambavyo tunasema kwamba mabadiliko ni mchakato, sio swala la usiku mmoja. Tunahitaji kuwekeza zaidi katika kuhakikisha tunawalinda wasichana dhidi ya mimba za utotoni, na kwenye kuwalinda mambo ni mengi, jitihada ni nyingi ambazo zinaweza zikachukuliwa, lakini jitihada moja hapo ambayo mimi ningependa kuisisitiza ni masuala mazima ya elimu ya afya ya uzazi. Elimu ya afya ya uzazi itawasaidia sana wasichana waweze kufanya maamuzi sahihi na waweze kujilinda dhidi ya mimba za utotoni. Lakini na wale ambao wanapata changamoto ya ujauzito waweze kurudi shule, waweze kuendelea na masomo kama ambavyo serikali imetoa mwongozo, lakini pia jamii ibadili mtazamo wake, kwa sababu bado kuna unyanyapaa sana kwa hao wanawake wasichana ambao wanapata changamoto ya ujauzito wakiwa bado wadogo. Majina naitwa Rhoda Julius, ni mwenyekiti ya bodi ya ushauri ya wasichana kutoka shirika la Msichana Initiative. Kwa sababu, kwa nini tunaona kwamba ni muhimu wasichana wadogo kama mimi kuhusishwa kwenye mambo kama haya? Ni kwa sababu ya kuwapa wasichana sauti wao kama wao, wakuja kwenye majukwaa kama haya kuelezea matatizo yao, changamoto zao wanazopitia na namna ya kuwasaidia. Ili ujue jinsi ya kumtibu mgonjwa, ni lazima mgonjwa mwenyewe akwambie anaumwa nini na ili kuwaje mpaka akaumwa kitu kama hicho. Kwa hiyo namna bora ya kuweza kuwasaidia wasichana kama mimi, au tuseme katika lugha rahisi, kunisaidia mimi msichana mmoja wapo, ni kunileta kwenye majukwaa kama haya na mimi kuweza kupata sauti kama msichana. Na unaonaje implementation ya hizo 30 rules za Beijing kwa age ambayo wewe umeshuhudia? Kwa miaka 30, yani tangu azimio la Beijing plus 30, tumeona kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kufanywa, sio tu na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bali na hata mashirika ya kiserikali. Tumeona jinsi wanavyotetea sera mbalimbali za elimu pamoja na msichana kiujumla, kwenye maeneo mbalimbali kama afya, elimu. Tunaona kwenye sera ya elimu ambayo inafanywa sasa hivi marekebisho kuhusu swala la re-entry, kwamba sasa hivi kuna sera ambayo inataka wasichana ambao wamepata changamoto za mimba za utotoni waweze kurudi shule. Japo hakuna sheria ambayo imewekwa permanent, lakini sera tu kama sera ndio mwanzo wa safari. Kila kitu kina mchakato wake, na tunaona huu ndio mwanzo wa safari. Kwa hiyo kama msichana ambaye ninaendelea kukua, naona the future